Ili kuwezesha watalii kuwa na machaguo mengi wanapotembelea hifadhi ya Taifa ya Arusha imeendelea kutafiti na kuongeza maeneo mapya ya vivutio vya utalii. Katika vivutio vilivyogundulika hivi karibuni ni uwepo wa mti wa mkuyu wenye handaki ambao unawezesha kupita gari katikati, mbali na ule mti wa awali ambao unafahamika zaidi katika hifadhi hiyo. Akizungumzia kugundulika kwa mti huo ambao umekuwa kivutio, afisa mwandamizi wa hifadhi kitengo cha utalii hifadhi ya Taifa ya Arusha, Jerome Ndazi, anasema lengo ni kuwafanya watalii kuona vitu vingi na kuwa na sababu ya kurejea tena hifadhini hapo. Kama tunavyojua, moja ya sifa ya hifadhi ya Taifa ya Arusha ni uwepo wa misitu minene iliyo ndani ya hifadhi ya Taifa ya Arusha, na katika misitu hiyo kuna miti jamii ya mikuyu. Kama tunavyojua, mikuyu Kiingereza tunaita fig tree. Sasa hivi tuna mti jamii ya mkuyu kama mnavyoona hapa. Hii ni moja ya njia ya Margaret Trape alikozikiwa, tunakwenda makaburini, lakini huu mti wa mkuyu umekuwa ni kivutio kipya, ukiacha ule mti wa mkuyu ambao tumezoea siku zote, yani fig tree yake ambao tumezoea siku zote. Mti huu pia umeongeza kivutio katika hifadhi ya Taifa ya Arusha, umekuwa ni maarufu. Lakini kifupi tu, kama tunavyojua miti ya jamii ya mikuyu jinsi inavyokuwa, jinsi inavyoota ni kwamba inatokea pale ambapo ndege anapokuwa amekula tunda la mkuyu na kwenda kudondosha kinyesi juu ya mti mwingine. Kwa hiyo kinachotokea baadaye ni kwamba ile mbegu iliyodondoshwa katika mti huu wa mkuyu huanza kuota kwa kushusha mizizi yake chini, na baadaye inapofika chini huanza kuwa mti mkubwa na kuunyonga ule mti wa awali uliokuwepo na kuangamiza kabisa. Kwa hiyo ndivyo ambavyo miti hii inavyoota. Kwa hiyo miti hii katika hifadhi ya Taifa ya Arusha imekuwa ni miti mingi na ni maarufu na ni vivutio vikubwa sana. Kama mnavyoona, huu ni mti mpya ambao umejitengeneza na tundu kubwa saizi ya gari kupita, au kiachilia mbali ile fig tree ambayo tulikuwa nao miaka yote. Kwa hiyo sasa hivi tumepata fig tree nyingine ipo katika njia ya Margaret Trape. Kwa hiyo ni moja ya kivutio katika hifadhi ya Taifa ya Arusha, lakini ukiangalia mizizi yake inashuka chini na inashindwa kugusa chini, kwa sababu mara nyingi wanyama kama jamii ya tembo huweza kuja kwa ajili ya kula mizizi hii ili kuweza kujipatia virutubisho, kwa sababu mizizi hii inavyosemekana kibiolojia imekuwa na virutubisho vingi sana. Kwa hiyo wanyama jamii ya tembo huweza kula, baadaye unakuta tundu linabakia liko wazi. Licha ya hifadhi hiyo kuwa na kivutio cha mlima wa pili kwa urefu Tanzania na watano barani Afrika, Mount Meru, hifadhi hiyo imesheheni wanyama wanaopatikana katika eneo la Serengeti ndogo pamoja na maeneo ya kihistoria kama kaburi la mwindaji wa kwanza wa kike ukanda wa Afrika Mashariki, Margaret Trape. Zaidi ya makaburi haya ambayo yanaonyesha kumbukumbu ya watu walioishi katika hifadhi ya Taifa ya Arusha, tuna makaburi mengine ya Dr. Trape. Makaburi haya ya Margaret Trape ni makaburi ambayo yanaonyesha kwamba kulikuwa kuna huyu mama anaishi ambaye ni mwindaji maarufu barani Afrika kipindi cha miaka hiyo ya 50. Yeye alikuwa ni professional hunter. Kwa hiyo alikuwa anahusika na shughuli za uwindaji, lakini pia alikuwa anahusika pia na uhifadhi pamoja na kufuga pia wanyama. Kwa hiyo mama huyu amekuwa ni maarufu kipindi hicho kwa sababu alikuwa ni professional hunter, lakini alikuwa na hizo shughuli ndani ya hifadhi ya Taifa ya Arusha. Eneo hili limekuwa likitembelewa na watalii sana, especially kutoka nchi ya Ujerumani. Wamekuwa wakija hapa wakija kuona ndugu zao walipolala. Hifadhi hiyo mbali na kuwa na maeneo ya kihistoria kama eneo ilipoigizwa filamu ya Hatari na mwigizaji maarufu nchini Marekani John Wayne, pamoja na ile filamu ya Rais Dr. Samia ya Amazing Tanzania, ina maporomoko ya maji, maziwa ya Momella na ndege wa aina mbalimbali. Kama tunavyojua, hifadhi ya taifa ni miongoni mwa hifadhi 21 zilizo katika nchi ya Tanzania, lakini hifadhi ya Taifa Arusha ni hifadhi kongwe. Ninavyosema kongwe inamaanisha kwamba ni hifadhi ambayo imeanza miaka mingi sana. Ukiangalia kihistoria, hifadhi ya kwanza ilikuwa ni Serengeti, lakini baadaye zikafuatia hifadhi ya Taifa Arusha na hifadhi ya taifa ya Ziwa Manyara. Kwa hiyo hifadhi ya taifa ya Arusha ni hifadhi ambayo ni kongwe, imeanzishwa kutoka mwaka 1960, na hifadhi hii kama mnavyojua ni hifadhi ambayo ni muhimu katika jiji la Arusha, kwa sababu ni hifadhi ambayo haiko mbali sana na jiji la Arusha, takriban kilomita 30 tu unaweza kuwa umeshaingia katika hifadhi ya Taifa ya Arusha. Lakini pia imekuwa ni sehemu ambayo ni kama geti la kuingilia hifadhi zingine za taifa,
kwa sababu ipo jirani na uwanja wa kimataifa wa KIA ambao ndio umekuwa unatuletea wageni wengi sana ambao wanakuja kwa ajili ya kutembelea hifadhi ya taifa, especially wale wanaokuja kwa ajili ya day trip, kwa sababu activity nyingi zinahusisha pia shughuli za siku moja, especially utembeaji kwa miguu. Kwa hiyo tuna wageni wengi sana ambao wanakuja, kabla hawajaenda hifadhi zingine wanaanzia katika hifadhi ya taifa Arusha. Hifadhi hii kama nilivyosema ni kongwe, lakini imesheheni vivutio vingi kama mnavyojua. Tuna mlima Meru. Mlima Meru uko ndani ya hifadhi ya taifa Arusha. Huu mlima ni maarufu sana duniani kwa sababu ni mlima wa 5 kwa ukubwa barani Afrika, lakini ni mlima ambao una vivutio vingi, kwa sababu mgeni anapokuja kupanda katika mlima huu Meru ulio ndani ya hifadhi ya taifa Arusha, anaweza pia kujionea vivutio vingine ambavyo hawezi kupata katika milima mingine. Ninavyosemea hivi, huu mlima unavyopanda basi unapata pia fursa ya kuona wanyama, unapata pia fursa ya kuona maporomoko ya maji, ukiachilia mbali mandhari nzuri ambayo ipo katika hifadhi ya taifa Arusha. Kwa hiyo wageni wanaokuja kupanda mlima Meru wanapata faida zaidi kuliko wanaokwenda kupanda mlima mwingine. Nadhani hivi karibuni pia umeweza kutangazwa katika ile TV ya National Geographic kwamba mlima Meru ni moja ya milima ambayo ni muhimu kuipanda kwa sababu ina faida nyingi kuliko milima mingine. Ukiachilia mbali mlima, lakini pia tuna maziwa ya Momella. Kama unavyojua jina Momella, maziwa ya Momella ni maziwa ambayo yako ndani ya hifadhi ya taifa Arusha. Maziwa haya yamefanya hifadhi imependeza, lakini pia kupendeza kwake kumekuwa kukipambwa na uwepo wa ndege jamii ya flamingo ambao wamekuja. Mara nyingi wanakuwa ni ndege ambao wanahama kulingana na hali ya hewa ili waweze kujipatia chakula na mazalia ya watoto wao. Kwa hiyo uwepo wa maziwa haya takriban 7 umekuwa ni kivutio kikubwa sana katika hifadhi ya taifa Arusha, kwa sababu unapamba hifadhi ya taifa Arusha. Pia tuna kreta iliyoko ndani ya hifadhi ya taifa. Tunasema ni kreta, lakini Kiswahili tunasema ni kasoko. Inaitwa Ngurudoto, kasoko ya Ngurudoto ambayo ni Ngurudoto kreta. Kreta hii si kwamba ni kubwa kama ilivyo ya Ngorongoro, ni kreta ambayo ni ndogo lakini na mandhari nzuri ya kuvutia. Kwa kuwa wageni wanapofika katika hifadhi hii pia hutembelea hii kreta na kujionea wanyama walioko ndani ya kreta hii, lakini pia kreta imekuwa ina maeneo mbalimbali ya picnic au sehemu za kukaa wageni, kula chakula na kuona zaidi vivutio vingine vilivyoko ndani ya hifadhi, lakini pia na kuona mlima Kilimanjaro kwa ujirani zaidi. Pia tuna wanyama walioko hapa ni wengi. Tuna wanyama wengi sana ambao wanapatikana katika hifadhi zingine. Wanyama hawa wamekuwa ni kivutio, kuanzia wanyama wadogo mpaka wanyama wakubwa, jamii ya tembo. Wanyama hawa wamekuwa wakipatikana maeneo ya wazi, tunaita open glades. Wanyama hawa wamekuwa wakipatikana katika maeneo haya. Ukiangalia tuko hapa katika lango la geti la Ngorongoro. Lango hili haliko mbali na sehemu ya wanyama ambao mgeni akifika tu anaweza kuwaona kwa mara ya kwanza. Eneo hili linaitwa Serengeti ndogo. Tumeitajia Serengeti ndogo kwa sababu ni eneo la uwazi, lakini pia limekuwa na wanyama wengi ambao wanapatikana katika hifadhi ya taifa ya Serengeti, na pia ule uwanda mkubwa ambao wanyama wanaweza wakakaa pale na kula chakula. Aidha pia tuna jamii ya ndege. Tuna ndege aina nyingi katika hifadhi ya taifa Arusha, takribani species au jamii zaidi ya 400. Kwa hiyo tuna wanyama ambao wanapatikana katika misitu, tuna wanyama ambao wanapatikana katika nchi kavu, savanna areas ambazo ni maeneo machache ambayo yanakuwa na vichaka. Kuna ndege aina hiyo, lakini pia tuna ndege wanaopatikana msituni, tuna ndege wanaopatikana kwenye maji. Ndege hawa wamekuwa pia ni kivutio kwa wageni wanaokuja kutembelea katika hifadhi ya taifa Arusha. Kwa hiyo vivutio ni vingi, lakini upekee zaidi wa hifadhi hii umejikita katika uwepo wa mti jamii ya mkuyu. Nadhani mti huu mkuyu umekuwa ni maarufu sana kwa sababu ni mkubwa, na utofauti wake unatokana na kwamba kuna magari ambayo yanaweza kupita chini ya mti huu kwa sababu ile mizizi yake inakuwa ni mikubwa. Kwa hiyo kuna magari yanaweza kupita chini ya mti huu pasipo shida yoyote. Kwa hiyo magari yaliyo na kimo cha mpaka saizi ya tembo yanaweza kupita hapo chini pasipokuwa na changamoto yoyote. Kwa hiyo upekee huu pia wa uwepo wa mti huu umekuwa ukiiweka hifadhi ya taifa Arusha kuwa ya kipekee zaidi. Aidha pia tumekuwa na nyani jamii ya mbega. Nadhani wengi wanajua mbega. Tunasema kwamba uzuri wa mbega, tunasema mbega aliponzwa na uzuri wake. Mbega wamekuwa ni wazuri kwa sababu wanakuwa na rangi aina mbili, nyeusi na nyeupe, na ndio maana Kiingereza tunawaita black and white colobus monkey. Wamekuwa ni kivutio kikubwa, lakini kwa hifadhi ya taifa Arusha wamekuwa ni wa kipekee kwa sababu pindi unapowaona hawaogopi mwanadamu. Kwa hiyo hifadhi pia imebeba
mnyama huyu kuwa nembo yake ya hifadhi. Mnyama jamii ya mbega ni mnyama ambaye ana sifa za kipekee kwa sababu kwanza ni nyani, na tunajua tabia za nyani wengi wanakuwa wana tabia ya kula mimea, lakini pia wanakula nyama. Unaona, lakini mnyama huyu mbega amekuwa na sifa ya kipekee. Mnyama huyu yeye anakula matunda, anakula mimea, anakula majani, anakula mizizi, lakini hali nyama kabisa. Amekuwa ni mnyama ambaye anaishi katika vilele vya miti, tunasema canopy za miti, tofauti na nyani wengine wanaoishi chini kutafuta chakula chao. Muda mwingi wamekuwa wanaishi katika vilele vya miti na wamekuwa wakiruka kutoka mti mmoja kwenda mwingine, na wanaposhuka chini wanakaa muda mfupi sana. Kwa hiyo maisha yao mengi wanatumia wakiwa wanaishi katika vilele vya miti. Kwa hiyo huyu mnyama Kiingereza au kitaalamu wanamuita kwamba ni mnyama ambaye ni full herbivore. Kiuhalisia hifadhi ya taifa ya Arusha kwa kuwa imesheheni vivutio vingi, tumekuwa na shughuli mbalimbali za utalii. Shughuli hizi kama mnavyojua, kuna zile ambazo ni za kitamaduni ambazo tunasema traditional. Zile za mojawapo ya shughuli hizi ni pamoja na ile ya uendeshaji wa magari ndani ya hifadhi. Unaona wanyama wakiwa ndani ya gari za utalii, lakini pia kuna ile ya matembezi ya miguu, na katika matembezi ya miguu pia kuna aina mbili, kuna ile ya muda mfupi na ya muda mrefu, nategemea na mgeni anahitaji nini. Lakini pia hifadhi yetu imekuwa na shughuli za utalii ambazo ni za kipekee ukilinganisha na hifadhi nyingine. Tumekuwa na shughuli ambayo inafanyika hapa kubwa ya uendeshaji wa farasi, lakini pia kuna wale wageni wengine wanahitaji kuendesha baiskeli, wanakuja wanaendesha ndani ya hifadhi ya taifa ya Arusha. Lakini pia tuna canoeing kama nilivyosema, uwepo wa maziwa ya Momella. Tumekuwa tuna shughuli ya utalii ya uendeshaji wa mitumbwi ndani ya maziwa haya ya Momella. Kwa hiyo hifadhi ina shughuli nyingi sana. Ukiachilia hii ambayo inatumika kwa ajili ya Mlima Meru, wageni wengi wanakuja pia kwa ajili ya shughuli ya upandaji wa Mlima Meru. Mlima Meru kiuhalisia ni kama nilivyosema awali, ni mlima ambao ni mrefu takriban mlima wa 5 barani Afrika, lakini ni mlima ambao una urefu wa takriban mita 4566 kutoka usawa wa bahari. Ni mlima ambao kidogo wanasema ni mgumu kuupanda kulinganisha na mlima ambao ni mama huu wa Kilimanjaro, lakini wageni wengi wanaokuja hapa katika hifadhi ya taifa ya Arusha wamekuwa wanakuja kutalii, kufanya mazoezi kwa kupanda Mlima Meru kabla hawajaenda mlima Kilimanjaro, kwa sababu mara nyingi wanavyopanda mlima unatakiwa ujiandae kimwili na kisaikolojia ili uweze kwenda umbali mrefu kuelekea katika milima mikubwa. Kwa hiyo wageni wengi wanaopanda mlima Kilimanjaro, baadhi yao huwa wanakuja hapa kwa ajili ya kuweza kutengeneza miili yao kuwa tayari, tunaita acclimatization, ili kuweza kupanda mlima Kilimanjaro. Lakini shughuli hizi za utalii pia zimekuwa zikiwafanya wageni waweze kulala ndani ya hifadhi. Katika utoaji wa huduma za malazi ndani ya hifadhi ya taifa ya Arusha, tumekuwa tukitoa huduma za malazi upande wa kambi za wageni, lakini pia tuna hoteli, tuna rest house ambazo zipo ndani ya hifadhi ya taifa ya Arusha. Kwa hiyo wageni wanaofika wanaweza pia wakalala ndani ya hifadhi ya taifa ya Arusha pasipokuwa na changamoto yoyote. Na upande wa hoteli, tuna hoteli ambayo ni kongwe, ambayo kihistoria ni hoteli ambayo imetumika toka miaka ya nyuma, miaka 60. Hoteli hii inaitwa Momella Lodge. Momella Lodge imekuwa ni hoteli ambayo kihistoria ni ya siku nyingi, lakini pia ni hoteli ambayo kuna yule mtaalamu wa filamu za Marekani anaitwa John Wayne aliweza kuishi pale, lakini pia alitengeneza filamu moja inaitwa Hatari. Hii Hatari ilikuwa inaonyesha jinsi hifadhi ilivyo na shughuli ambazo zilikuwa zinahusika miaka ya nyuma kabla ya kuanzishwa kwa hifadhi. Kwa sababu miaka ya nyuma kwa kuna shughuli wanafanya, ilikuwa ni maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya shughuli ya uwindaji. Kwa hiyo filamu hii ni maarufu, hata ukiweza kuigoogle imekuwa ikionyesha jinsi gani watu walikuwa wanafanya shughuli za uwindaji, hasa uwindaji wa kifaru au vifaru ambao ni rhino. Kwa hiyo hoteli hii imekuwa ni kongwe na imekuwa ina historia hiyo, na imekuwa documented katika filamu za Hollywood. Kwa hiyo imekuwa ni muhimu sana. Zaidi ya hiyo filamu ya Hatari ambayo iliandaliwa na mwandaji wa filamu maarufu duniani na anayeheshimika ulimwenguni John Wayne, hifadhi yetu ya taifa imekaa katika mazingira ya uandaaji wa filamu nyingi sana ambazo ni muhimu katika taifa na mataifa mengine ya nje. Lakini ukiangalia kwa sasa hivi karibuni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aliweza pia kufanya uzinduzi wa filamu ya The Amazing Tanzania katika hifadhi hii ya taifa ya Arusha,
na hii ilitokana pia na umuhimu wa eneo hili ili liweze kufahamika kidunia zaidi. Hifadhi ya Taifa Arusha imebarikiwa na uwepo wa misitu minene, na katika misitu hiyo minene kuna miti jamii ya figi kama mnavyoiona. Kiuhalisia hapa tulipo tupo chini ya mti jamii ya figi ambao una zaidi ya miaka 100. Mti huu kama mnavyoona hapa umekuwa ni mti wa ajabu katika taratibu zake za kuota na nini, lakini kikubwa hasa hii njia ni njia mojawapo ambayo alitumia Prince Charles kipindi hicho mwaka 2011 alipokuja kutembelea hifadhi ya Taifa Arusha mwezi Novemba. Alipita katika njia hii, lakini alisimama na kustaajabu na kuangalia ukubwa wa mti huu. Yeye kwa matamshi yake alisema kwamba amezoea kuona mti huu katika maabara, lakini alikuja kustaajabu kwamba kwa nini umeota kwa ukubwa huu. Kwa hiyo ikabidi apewe maelezo, na hapa kama mnavyoona kwenye picha hapa ni pembeni ya mti huu. Alisimama hapa akiwa na Camilla Parker ambaye walikuja hapa wakawa na ustaajabu ukubwa wa mti huu. Kwa hiyo miti hii imekuwa ni kivutio kiasi kwamba imefanya pia Prince Charles wa kipindi hicho ambaye sasa hivi ni king wa Uingereza kuweza kustaajabu ukubwa wa mti huu. Kiuhalisia mti huu wa jamii ya mkuyu upo katika njia ambayo tunaita nature trail ambayo inatoka katika lango la geti la Momela kuelekea Tururusia Waterfall. Na kwa upande wa njia hii inaonekana kabisa upande huu wa kusini, yani kusini mwa njia hii una takriban urefu wa kilomita 4 kufikia maporomoko ya maji kutoka katika lango la Momela. Kwa hiyo ndio njia pekee ambayo alitumia King Charles kupita akiwa na mpenzi wake ambaye ni Camilla Parker, lakini pia njia hii pia ilitumika. Mheshimiwa Rais alipita hapa katika uzinduzi wa filamu ya Amazing Tanzania ambapo alipita kwa ajili ya kwenda kuangalia maporomoko ya ajabu zaidi ya Tururusia Waterfall.